Joseph Mbilinyi aka Sugu, masema wale kule wananiita Jongwe, na wale wafanya biashara zangu kule wananiita Taika. That's me. Asanteni sana makamani. Ndugu zangu, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa na meza kuu yote itifaki nimeitambua. Ndugu zangu, tuko kwenye ziara maalum ya Operation No Reform No Election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ziara hii itachukua takriban siku 48-50. Tumeanza tarehe 23 Mbeya mjini, tukapiga mtiti pale, viongozi wote wa taifa wakiwa pale, mwenyekiti na makamu. Baada ya hapo viongozi wakuu wakagawanyika, mmoja akaenda ruti ya kuelekea Iringa, Njombe, Makambako na kadhalika. Mwenyekiti akachukua ruti ya kwenda Rukwa. Tulipotoka Mbeya moja kwa moja tukaenda Rukwa. Tumekwenda kila engo, kila jimbo la mkoa wa Rukwa, mpaka ndani kabisa kule ziwani tumefika. Tumekuta chama chetu kiko imara sana na watu wote wanapokea ujumbe wa hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Leo ndio kwanza tuko siku ya 6. Leo tuko siku ya 6 ya hii ziara. Tayari CCM wako hoi. Tukifika siku ya 10 mpaka ya 14 sijui itakuwaje. Shauku yenu tunaiona ya kutaka mabadiliko. Kila tulikopita tumekuta wananchi wako tayari kwa mabadiliko na wamejiandaa kusikiliza tunaendaje mbele, na ndio maana sasa sisi tuko hapa. Lakini pamoja na kiu yenu mabadiliko kupitia uchaguzi, kama chama kikuu cha upinzani tunaoliongoza taifa hili, kwa kuwa CCM wameshindwa, tumeona hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi katika mazingira yaliyopo sasa, ambayo siwezi kuyarudia yote kwa sababu kila kiongozi kayasema hapa. Haiwezekani ili mbunge au diwani wa Chadema atangazwe lazima mabomu ya polisi yalie. Yale mabomu ni gharama sana. Zile fedha wanazotumia kwa wananchi kupiga mabomu, kwanza ni kodi zetu. Yaani hela zetu wenyewe wananunua fimbo ya kutuchapa. Kwanza sana hao watu. Kwanza kabisa. Ya fedha wanazotumia kwenye mabomu zingetosha na zingefaa kutumika kwenye madawa mahospitalini, ambayo sisi wananchi ndio tumefaidika, na sio kutupiga mabomu wakati tunafanya zoezi la kuchagua viongozi tunawataka. Haiwezekani ili mbunge wa Chadema au diwani wa Chadema au mwenyekiti wa kijiji wa mtaa atangazwe, basi watu wapigwe, watu wapate ulemavu, watu wauawe. Mimi ni muhanga pia wa mazingira magumu ya uchaguzi, na ndio maana pamoja na kukomaa na kuwa mbunge kwa miaka 10, lakini siko tayari tena kurudi kwenye uchaguzi katika mazingira ambayo nilipitia 2010 wakati nagombea kuwa mbunge wa Mbeya mjini. Nilipata kura za kutosha sana, lakini mpaka kuja kunitangaza ilibidi mabomu yapigwe na sisi tuchome matairi, tukate miti, tuweke barabarani, turushe mawe. Sasa mambo gani? Pamoja na hayo yote bado mwanamume ni komae. Yaani tumeshamaliza uchaguzi. Mnani matokeo yangu ninayo kwa pani yanajulikana. Kama kura labda ni 10,000, kama mimi nimeweka kwa pani matokeo 7,000, tayari mimi nimeshinda kwa sababu ile kwa ndio na 3,000. Lakini bado wananiweka mwanamume kwenye kituo cha majumuisho. Siku 3 nakaa pale mpaka bofe na loa tope kwa sababu ya kusubiri kutangazwa. Hapo nje wa masela wanarusha mawe, masela wanasoma matairi. Sasa hii mambo gani? 2015 halikadhalika ni hivyo hivyo.
pamoja na mimi kuwa mbunge niliyechaguliwa kwa kura nyingi kuliko mbunge yote, pamoja na mwenyekiti wa taifa nchini, labda kutokana na idadi ya watu, pamoja na mimi kuwa mbunge niliyechaguliwa kwa kura nyingi, kura mpaka zinamwagika, bado ili kutangazwa ilibidi tuchome matairi, turushe mawe, tukate miti, tufunge barabara. Sasa kwa sasa huo mtiti tunaweza tukaupiga pale Mbeya, ingawa 2020 ilikuwa tense kidogo. 2020 hawakuja na polisi, walikuja na vifaru vya jeshi. Hali ikawa mbaya sana. Masera, baada ya uchaguzi ule wa 2020, natoka nyumbani naenda kwenye kituo cha majumuisho, nikipita barabarani na kutana na majeruhi wengi sana. Ula na bongo, ula na tetemea, ula na plasta. Nikasema hapa kuna nini? Nikaanza kuwauliza. Tena muuliza kuna vipi bwana? Bodaboda ni? Hapana mheshimiwa, nilikuwa wakala wako. Yaani kwa wakala wako uvimbe. Lazima uvunje miguu. Sasa hatuwezi kwenda na uchaguzi wa aina hiyo. Ndio maana tumekuja kwenu na agenda ya no reform, no elections. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, kwa sababu hatuko tayari tena kuwa mbunge. Yaani mimi sina raha kwamba ili niwe mbunge lazima watu 4 au 5 wamekufa. Inakuwa haina maana sana. Tunataka uchaguzi huru, haki, tume inayoenda kusimamia haki za mpiga kura, haki za mgombea, wananchi wachague mtu anayemtaka ili aende akawaongoze na kuwasikiliza kama alivyosema Makajoka. Asanteni sana. Mimi naitwa Joseph Mbilinyi aka Sugu. Masema wale kwa wananiita Jongwe. Hawa wafanya biashara zangu kule wananiita Taika. That's me. Asanteni sana makamani. Ndugu zangu, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa na meza kuu yote, itifaki nimeitambua. Ndugu zangu, tuko kwenye ziara maalum ya operation no reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ziara hii itachukua takriban siku 48-50. Tumeanza tarehe 23 Mbeya mjini, tukapiga mtiti pale, viongozi wote wa taifa wakiwa pale, mwenyekiti na makamu. Baada ya hapo viongozi wakuu wakagawanyika. Mmoja akaenda ruti ya kuelekea Iringa, Njombe, Makambako na kadhalika. Mwenyekiti akachukua ruti ya kwenda Rukwa. Tulipotoka Mbeya moja kwa moja tukaenda Rukwa. Tumekwenda kila engo, kila jimbo la mkoa wa Rukwa, mpaka ndani kabisa kule ziwani tumefika. Tumekuta chama chetu kiko imara sana na watu wote wanapokea ujumbe wa hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Leo ndio kwanza tuko siku ya 6. Leo tuko siku ya 6 ya hii ziara. Tayari CCM wako hoi. Tukifika siku ya 10 mpaka ya 14 sijui itakuwaje. Shauku yenu tunaiona ya kutaka mabadiliko. Kila tulikopita tumekuta wananchi wako tayari kwa mabadiliko na wamejiandaa kusikiliza tunaendaje mbele, na ndio maana sasa sisi tuko hapa. Lakini pamoja na kiu yenu ya mabadiliko kupitia uchaguzi, kama chama kikuu cha upinzani tunaoliongoza taifa hili, kwa kuwa CCM wameshindwa, tumeona hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi katika mazingira yaliyopo sasa, ambayo siwezi kuyarudia yote kwa sababu kila kiongozi kayasema hapa. Haiwezekani